Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika kapu la habari. Mimi ni Hilali Sefu Riyami, nitakusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Zuberi Mgaya. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi aongeza ukomo wa Baraza la Wawakilishi hadi mwezi Agosti 13 mwaka huu. Wizara za kisekta za kutana mkoani Morogoro kujadili afua za afya na lishe shuleni. Katika habari za kimataifa, wakati mashambulizi kati ya Israeli na Iran yakiendelea, hofu ya kutokea mzozo mkubwa zaidi wa kikanda yazidi kuongezeka. Na mkapu la habari linaanzia Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameongeza ukomo wa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, na sasa Baraza la 10 la Wawakilishi linatarajiwa kuvunjwa mnamo Agosti 13 mwaka huu 2025. Rajab Shaban Matuga ana undani wa taarifa hiyo. Rais Dr. Mwinyi akitoa hotuba ya kulifunga Baraza la Wawakilishi huko Chukwani, Zanzibar, amesema kufanya hivyo ni ili kutoa muda kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi mkuu unaotaraji kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu 2025. Ili kutoa nafasi ya matayarisho kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 kwa madaraka nilionayo, kwa mujibu wa kifungu cha 91 kifungu kidogo cha 2A cha Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, napenda kutangaza kwamba Baraza la 10 la Wawakilishi nitalivunja rasmi ifikapo tarehe 13 Agosti 2025. Akizungumzia uchumi wa Zanzibar katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, Rais Dr. Mwinyi amesema uchumi umeimarika kwa kiwango cha kuridhisha, ambapo hadi kufikia mwaka 2024 umekuwa kwa kasi ya 7.1%. Pato la taifa kwa bei ya soko nalo limeongezeka kufikia thamani ya shilingi trilioni 6.57 mwaka 2024 kutoka trilioni 4.7 mwaka wa 2021, sawa na ongezeko la 63%. Pato la wananchi limeongezeka kwa kufikia shilingi milioni 3.22 mwaka 2024, sawa na dola za Kimarekani 1395 kutoka shilingi milioni 2.52 mwaka 2020, sawa na dola za Kimarekani 1099. Kadhalika, ukusanyaji wa mapato ya serikali umeongezeka kutoka shilingi bilioni 856 mwaka 2020-21 hadi kufikia trilioni 2.104 mwaka 2020. Hili ni sawa na ongezeko la shilingi trilioni 1.248. Aidha, Rais Dr. Mwinyi amesema hali ya mfumuko wa bei imekuwa ya kupanda na kushuka kutokana na kuongezeka kwa bei ya bidhaa na huduma katika soko la dunia. Kwa Zanzibar, kasi ya mfumuko wa bei ilipungua hadi 5% mwaka 2024. Tumeweza kudhibiti hali ya mfumuko wa bei na kubaki katika tarakimu moja. Kwa lengo la kufanikisha utekelezaji mzuri wa mipango ya serikali, bajeti ya serikali imeongezeka kufikia shilingi trilioni 5.1
kwa mwaka wa 2024-2025 kutoka trilioni 1.5 kwa mwaka wa 2020-2021. Hii ni sawa na ukuaji wa 228%. Tukielekea mkoani Singida, wajumbe wa kamati ya kuendeleza Uislamu Tanzania kutoka mikoa mbalimbali nchini wamekutana mkoani Singida katika kongamano la kitaifa la taasisi hiyo ambalo pamoja na mambo mengine limelenga kushajiisha ujenzi wa miradi ya maendeleo ikiwemo shule, mabwawa ya ufugaji wa samaki na shamba la kilimo cha korosho. Fuadi Kasim wa Tuta anatuarifu zaidi. Kamati hiyo ya kuendeleza Uislamu Tanzania imefanya tamasha kubwa la kitaifa katika mkoa wa Singida iliyokusanya wanakamati zaidi ya 2000 kutoka Tanzania bara na visiwani na kukutana wilayani Kungi katika kijiji cha Chungu na kufanya shura ya pamoja iliyoambatana na matukio mbalimbali ikiwemo ujenzi wa msikiti pamoja na ujenzi wa shule ya sekondari na miradi mbalimbali ya kiuchumi. Miradi hiyo ni pamoja na ujenzi wa mabwawa mawili ya ufugaji samaki yatakayogharimu shilingi milioni 280, mradi wa shamba la korosho lenye ekari 10 na kutarajiwa kupandwa kwa miche 260, lakini pia ujenzi wa shule ya sekondari yenye mkondo wa amali na kituo cha ufundi stadi. Kamati ya kuendeleza Uislamu inajihusisha na kuleta maendeleo ya Waislamu katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Na kamati hii imeenea mikoa yote Tanzania bara pamoja na visiwani. Na hapa tumekusanyika katika tamasha la kitaifa. Tamasha ambalo linalenga kushirikisha Waislamu katika ujenzi wa kituo pamoja na miradi kwa ajili ya kuleta maendeleo ya Waislamu katika mkoa huu wa Singida. Kamati hiyo imekuwa msaada mkubwa sana kwa jamii ya Waislamu, kwani kila mwaka hufanya shura yao katika mikoa mbalimbali na kutoa maombi kwa Waislamu kuwashika mikono kupitia akaunti namba ya taasisi kwa michango yao mbalimbali ikiwa sehemu ya kufanikisha ujenzi wa miradi hiyo. Tumelipokea jambo hili na tunashughulika na tulianza maandalizi mapema. Tumetafuta michango wa Waislamu. Alhamdulillah, tunawashukuru Waislamu wa mkoa wa Singida. Wengi wamechangia, wametuwezesha mpaka shughuli hii sasa inakaribia kwenda mwishoni. Wito kwa Waislamu ambao sasa tunaachiwa kazi hii. Tuna kazi kubwa tunaiachiwa. Yamechimbwa mabwalo ya samaki ambayo yatahitaji gharama kubwa sana kuyajenga na kuweza kuendeleza miradi. Lakini pia tuna majengo yetu ambayo tunatarajia kuanzisha shule ya sekondari na mkondo wa amali pia. Yote yanataka gharama ambazo tunatarajia Waislamu wazichangie. Kwa hiyo tutakuja tena kwa Waislamu. Umoja wetu wa pamoja ili kukutana kwa pamoja na kufanya kazi kwa pamoja, kwa sababu tunajua kabisa kwamba umoja ni nguvu. Unapokuwa wamoja basi jambo lote zito linakuwa jepesi. Kama unavyoona hapa ni vijana wametoka sehemu mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Kuna wengine wametoka visiwani, kuna wengine wametoka mikoa mbalimbali ya mbali kabisa. Lakini kwa sababu ya ile hamasa ambayo wamepewa, wamehamasishwa katika mikoa yao, basi wamejitolea kwa nguvu zao wao wenyewe. Kiasi kwamba kila unayemuona hapa amekuja kwa nauli yake yeye mwenyewe. Na chakula chetu kama unavyoona tunakula chakula cha kupanga foleni. Tunalala sehemu ya chini. Lakini mtu anaridhika kabisa na hana wasiwasi wote na anafanya kwa moyo mmoja. Fuadi Kasim wa Tuta, Mahasin TV, Singida. Kwingineko, Wizara ya Kisekta, Ofisi ya Waziri Mkuu, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Wizara ya Elimu, Wizara ya Mifugo na Wizara ya Afya zimekutana mkoani Morogoro kujadili utekelezaji wa mpango wa taifa wa huduma za afya na lishe shuleni. Baada ya kufungua kikao hicho cha siku mbili, kaimu mkurugenzi wa huduma za kinga kutoka Wizara ya Afya Dr. Otilia Gowele amesema kuna umuhimu mkubwa wa kuwa na uzalishaji wa chakula shuleni pamoja na mashamba darasa kwa wanafunzi. Tuna tafiti zinazoonyesha kwamba maeneo ambayo yametoa chakula kwa ratiba sahihi mashuleni, ufaulu umekuwa ukiongezeka mwaka hadi mwaka. Hivyo basi ndugu wananchi tunazidi kuwasisitiza kushirikiana na walimu shuleni, wazazi na walimu kwa mashuleni kuhakikisha kwamba chakula kinachopatikana kirahisi katika maeneo wanaokaa kiweze kuwafikia watoto, hivi watoto waweze kula chakula hicho, lakini pia kusimamia uuzaji wa vyakula ambavyo ni vibaya maeneo ya mashule uwe unadhibitiwa ili kumfanya mtoto asiwe na ufikiaji kwa uharaka
wa kununua chakula ambacho hakina virutubisho vya kumtosha kuweza kupata ukuaji wa ubongo wake. Tunajua kwamba afya katika muktadha huo ni kitu ambacho kinahitaji kukaa na kupanga pamoja ili tuweze kuwa na mkakati wa pamoja wa kuwasaidia vijana wetu. Kwa hiyo niwashukuru sana wenzetu wa Wizara ya Afya wa Tanzania Bara kwa namna wanavyotushirikisha, na huu ndio muungano ambao tunautaka wa kuweza kupanga pamoja na kuweza kutekeleza pamoja katika majukumu yetu ya afya hapa Tanzania. Kwa upande wao, wawakilishi wa wizara za elimu na ofisi ya Rais TAMISEMI, uratibu mzuri unaendelea kufanyika kwa mashirikiano ya pamoja kuhakikisha watoto wanapata chakula bora wanapokuwa shuleni. Kwa tunawashukuru wazazi wanaotoa chakula kwa watoto wao. Hatusemi wanaochangia, tunasema wanaotoa chakula kwa watoto wao wakiwa shuleni. Kwa hiyo unaposema kuchangia, azifu unachangia lakini si wajibu wako, hapana. Kwamba mtoto kupata chakula aidha yuko nyumbani au yuko shuleni au yuko sehemu nyingine ni wajibu wa mzazi. Kwa hiyo mzazi baada ya mtoto yule kupata chakula akiwa nyumbani, kipindi kile ambacho hayupo nyumbani atakuwa yuko shuleni, ampelekee chakula kile shuleni mtoto aweze kula. Ujenzi wa miundombinu ya elimu, madarasa na shule kama inavyoonekana katika maeneo yote nchi nzima. Lakini sasa pamoja na ujenzi huo na uwekezaji, tunaenda kuimarisha sasa huduma hizi za afya na lishe katika shule, kwa maana ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wanakuwa na afya nzuri na wanafikishiwa huduma za lishe vizuri katika maeneo yao ya kujifunza huko shuleni. Wananchi wa kijiji cha Iyenze, kata ya Mwingiro, halmashauri ya wilaya Nyang'hwale mkoani Geita, wametakiwa kutoa ushirikiano wa kutosha kwa wataalamu watakaofika kwenye makazi yao kutekeleza zoezi la unyunyiziaji wa viuatilifu vya kudhibiti ugonjwa wa malaria. Zuberi Mgaya anaarifu zaidi. Akiwatoa hofu wananchi juu ya usalama wa dawa hizo, mzabuni aliyepewa tenda ya kutengeneza zoezi hilo na kampuni ya Bariki Buren Hur, Godfrey James kutoka kampuni ya Lukana, amesema dawa hizo ni maalum kwa kutokomeza mbu anayesambaza malaria, lakini ni salama kwa afya ya wananchi. Hizi dawa ni dawa ambazo zimedhibitika kitaalamu na hazina shida yoyote ile. Zinatokomeza yule mdudu tu anaendeza malaria ambaye ni mbu jike. Wito wangu ni kwamba wananchi wagundue kwamba kwanza ugonjwa wa malaria ni ugonjwa mbaya na unaua, lakini pia waitikie wito. Ili zoezi ni zoezi la kiserikali, sio zoezi la kwangu mimi mwenyewe au la kampuni ya Lakuna au Bariki sponsor wetu alitufanya tufike hapa, lakini ni zoezi la kiserikali ambalo linaendelea kiserikali zaidi. Kwa hiyo ni wito wa kiserikali kutokomeza malaria, na malaria haikubaliki. Kupitia zoezi linaloratibiwa na halmashauri ya wilaya Nyang'hwale kwa kushirikiana na kampuni ya uchimbaji wa madini ya dhahabu ya Bariki Buren Hur, zaidi ya majengo 10,200 yatafikiwa katika kata ya Mwingiro. Hapa tupo kijiji cha Iyenze ambapo walioko nyuma yangu ni timu ya unyunyiziaji kiuatilifu katika majengo ya wananchi. Katika kijiji hiki tunatarajia kufikia majengo 2,300 kwa ajili ya kuwakinga wananchi ambao wanalala kwenye majengo hayo. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa kijiji cha Iyenze wameishukuru serikali kupitia mgodi wa Bariki Buren Hur kwa kuona umuhimu wa kina kwa wananchi wake dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa malaria. Kwanza ningependa kushukuru kwa huu mradi wa unyunyiziaji wa dawa ya mbu, kwa sababu kupitia hili zoezi itatuepusha na maambukizi ya malaria, kwa sababu ukishapiga hii dawa ambayo inaua mbu anayeeneza malaria ambaye ni mbu jike aina ya Anopheles. Kwa hiyo kupitia zoezi hili naamini tutapata maambukizi ya malaria tena. Zoezi nzuri la upuliziaji wa mbu, tunapata kinga madhubuti sana ambayo itatuletea faida kwa sisi wananchi. Sisi tunafanya kinga kuepusha hizi gharama ambazo zinaweza zikajitokeza kwa baadaye, kuepusha gharama za matibabu. Kisiwani Pemba, katika kupunguza migogoro ya ardhi nchini, jumla ya hati 470 zimekabidhiwa kwa wananchi wa shehia ya Makangale, wilaya ya Wete, baada ya kufanyiwa uhakiki na utambuzi wa ardhi zao. Saadi Suleiman anatuarifu zaidi. Utoaji wa hati hizo kupitia hafla ya shamra ya wiki ya ardhi iliyofanyika viwanja vya Makangale ni sehemu ya jitihada za serikali katika kutafuta mwarobaini na suluhu ya migogoro ya ardhi katika jamii.
kupokea kwa hati miliki ni suluhisho ya mgogoro, kwa sababu atatokea adui, wewe utakuwa nayo hati miliki yako, lazima hapo itakuwa migogoro imeisha. Akikabidhi hati hizo, naibu waziri wa ardhi na maendeleo ya makazi Salha Mohamedi Mwinjuma amesema serikali itahakikisha makazi yote nchini yanafanya utambuzi kwa utaalamu mkubwa ili pamoja na mambo mengine kuwa na mpango wa matumizi bora ya ardhi. Waendelee kutupelekea elimu yetu na kutupelekea ujumbe wetu kwamba maeneo yote ambayo tulisema kwamba tutafikia, basi wataalamu wetu watafika na zoezi hili wataendelea kulifanya kwa umahiri zaidi. Lakini jingine nataka kuambia wananchi wa Makangale, tumepita baadhi ya maeneo. Kwa upande wake, mratibu kamisheni ya ardhi kisiwani Pemba Faki Ali Makame amesema utambuzi huo wa ardhi unatoa fursa kwa wananchi kutumia ardhi zao kwa shughuli tofauti bila changamoto mbalimbali. Jumla ya maeneo 870 yametambuliwa, ambayo ni sawa na 108%. Maana yake kubwa kama nilivyosema ni kutambua, lakini zipo faida, ikiwa ni pamoja na kupunguza ile mizozo na migogoro ya ardhi, lakini pia wananchi kupata ile fursa ya kuwa na hati ambazo zinaweza zikawasaidia katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Katika zoezi hilo, jumla ya maeneo 870 yamefanyiwa utambuzi katika shehia ya Makangale. Na kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Pemba ndio kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kamati ya Da'wa Afrika Mashariki na Kati ikishirikiana taasisi za Kisunna, Safina Islamic, Basuta, Yasuta, The Islamic Foundation, Ansar Muslim Youth Center pamoja na nyinginezo wanakukaribisha katika kongamano kubwa la kidawa la Afrika Mashariki, na awamu hii ni katika jiji la Mwanza ndani ya viwanja vya shule ya msingi Mirongo kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Mashekhe mbalimbali kutoka Tanzania na nje ya Tanzania watakuwepo. Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda watakuwepo. Wewe unaanzaje kukosa kuwepo katika kongamano hili? Amani, imani na mshikamano ndiyo dira ya kongamano hili. Aidha, litakujia moja kwa moja kupitia Mahasin TV. Nyote mnakaribishwa. Jiunge na chuo cha afya Baobab Mapinga Bagamoyo kwa usajili wa NACTIVATE 1178. Maombi ya kujiunga kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yameanza. Kozi zinazotolewa NTA Level 4 na Level 6, Clinical Medicine, Pharmaceutical Science, Physiotherapy. Sifa za kujiunga: ufaulu angalau D4 zikiwemo Biology na Chemistry. Faida za kusoma chuo cha afya Baobab: ada nafuu, inalipwa kwa awamu, hosteli na chakula bure kwa wanafunzi, wifi ya bure, mazingira tulivu na rafiki kwa kujifunzia. Hospitali ya chuo Baobab Hospital kwa mafunzo ya vitendo, walimu waliobobea na wenye uzoefu mkubwa. Njia za kutuma maombi kupitia WhatsApp namba 0750559641, kupitia tovuti www.bit.ac.tz au fika moja kwa moja chuoni Mapinga Bagamoyo. Kwa maelezo zaidi mpigie simu namba 0750559641 au 0759549641. Kunywa maji safi na salama ya uhai.
bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Zuberi Mgaya. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Chama cha Rais Alassane Ouattara wa Ivory Coast cha RHDP kimemteua kiongozi huyo kuwania kiti cha urais kwa mara nyingine tena, siku mbili baada ya vyama viwili vikuu vya upinzani nchini humo kutangaza msimamo wa pamoja wa kutaka viongozi wao waliopigwa marufuku katika uchaguzi wa urais Oktoba waruhusiwe kugombea. Viongozi hao ni rais wa zamani Laurent Gbagbo wa chama cha PPACL, mwenzake Tidjane Thiem aliyekuwa mfanyakazi wa zamani katika benki ya kimataifa ya chama cha PDCL. Hata hivyo, Rais Ouattara mwenyewe bado hajathibitisha iwapo atawania muhula wa 4 wa urais wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi, lakini wajumbe wa chama chake waliunga mkono uteuzi wake baada ya mjumbe Patrick Achi ambaye ni kiongozi wa chama kinachotawala cha RHDP kumpendekeza. Mvutano wa kisiasa umekuwa ukiongezeka nchini Ivory Coast tangu mahakama ilipowakataza viongozi kadhaa wa upinzani akiwemo Gbagbo kushiriki katika uchaguzi wa Oktoba 25. Na kwingineko ni mzozo kati ya Irani na Israel unazidi kutanuka baada ya Marekani kuvishambulia vinu vya nyuklia vya Iran mwishoni mwa juma. Siku ya Jumatatu Juni 23, kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amemtuma waziri wake wa mambo ya nje mjini Moscow kuomba usaidizi wa Rais Vladimir Putin. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amekwenda Moscow kuomba usaidizi wa Urusi baada ya Marekani kufanya mashambulio makubwa ya kijeshi dhidi ya maeneo ya shughuli za nyuklia ya Iran. Nayo Israel imesema inaendelea kushambulia katika mji wa magharibi wa Iran wa Kemashan, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu kutanuka kwa vita hivyo kwa kuwa vya kikanda. Wakati makubaliano kati ya Israel na Iran yakiendelea, hofu ya kutokea kwa mzozo mkubwa zaidi wa kikanda imezidi kuongezeka. Baadhi ya waangalizi wameonya pia kwamba mustakabali wa juhudi za kudhibiti kuenea kwa silaha za nyuklia kwa njia za amani upo hatarini kote duniani. Rais wa Marekani Donald Trump sio tu ameonya Irani dhidi ya kufanya mashambulio ya kulipa kisasi, bali amezungumzia pia juu ya uwezekano wa kufanyika mabadiliko ya kiutawala ndani ya Iran. Yote hayo yameongeza wasiwasi duniani kuhusu hatima ya mzozo huu, huku bei ya mafuta ikipanda zaidi ya 4%. Tukitamatisha habari za kimataifa, mamia ya watu wameandamana siku ya Jumapili mjini The Hague nchini Uholanzi kupinga azma ya nchi za jumuiya ya kujihamia NATO ya kutaka kuongeza matumizi yao ya ulinzi, ikiwa ni siku mbili kabla ya mkutano wa kilele wa jumuiya hiyo. Siku ya Jumapili, wanachama wa NATO walikubaliana kuongeza matumizi yao ya ulinzi hadi 5% ya pato la taifa. Uhispania ilijaribu kuzuia hatua hiyo, lakini kufikiwa makubaliano ya kutoishusha, na hatua hiyo inatarajiwa kupitishwa katika mkutano wa Jumanne. Ikiwa hatua hiyo itapitishwa, mataifa yote wanachama wa NATO isipokuwa Uhispania yatakuwa kufikiwa mwaka 2035 kufikia lengo hilo ambalo limekuwa likishinikizwa na rais wa sasa wa Marekani Donald Trump. Zuberi Mgaya, Mahasin TV. Shukran Zuberi Mgaya kwa habari za kimataifa. Na kabla hatujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi aongeza ukomo wa Baraza la Wawakilishi hadi mwezi Agosti 13 mwaka huu. Wizara za kisekta za kutana mkoani Morogoro kujadili afua za afya na lishe shuleni. Katika habari za kimataifa, wakati mashambulizi kati ya Israel na Iran yakiendelea, hofu ya kutokea mzozo mkubwa zaidi wa kikanda yazidi kuongezeka. Na kufikia hapo ndo tunahitimisha kapu la habari. Inshallah para majali wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuleta kapu la habari,
Mimi Tilal Sefuria nilokusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Suberi Mgaya. Nikutakie utazamaji mwema vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante na kwaheri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Shule ya Sekondari Baobab iliyopo Mapinga, Bagamoyo inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo unaoanza Julai 2025. Shule inasimamia nidhamu ya wanafunzi na walimu kwa kiwango cha hali ya juu, na hii ndio sababu ya kupata ufaulu mzuri kwenye mitihani ya taifa. Wanafunzi wanapewa fursa ya kujifunza fani moja ya ufundi itakayowawezesha kujiajiri au kuajiriwa mara baada ya kuhitimu. Michepuo inayofundishwa katika science ni PCM, PCB, CBG, PGM na PMCS. Kwenye biashara ni EGM, HGE, EKA, ECSM, BUACCS pamoja na BUACM, na kwenye sanaa ni HGL, HGK, HKL, KLC, HLC pamoja na HGC. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa gharama ya shilingi 25,000 shuleni Baobab Mapinga, Bagamoyo, Msimbazi Center, duka namba 12, 14, 19 na 22, au kwenye tovuti ya baobab.ac.tz. Kwa maelezo zaidi wasiliana na mkuu wa shule kwa simu namba 0739611539 au kwa namba zinazoonekana kwenye TV yako. Kamati ya Da'wa Afrika Mashariki na Kati ikishirikiana taasisi za Kisunna, Safina Islamic, Basuta, Yasuta, The Islamic Foundation, Ansar Muslim Youth Center pamoja na nyinginezo wanakukaribisha katika kongamano kubwa la kidawa la Afrika Mashariki, na awamu hii ni katika jiji la Mwanza ndani ya viwanja vya shule ya msingi Mirongo kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Mashekhe mbalimbali kutoka Tanzania na nje ya Tanzania watakuwepo. Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda watakuwepo. Wewe unaanzaje kukosa kuwepo katika kongamano hili? Amani, imani na mshikamano ndiyo dira ya kongamano hili. Aidha litakujia moja kwa moja kupitia Mahasin TV. Nyote mnakaribishwa.